Azam TV. Furaha kiganjani. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali itaendelea na sera ya kutoa 80% ya bei ya karafuu kwa wakulima ili kuwainua kiuchumi na kuchochea uzalishaji wa zao hilo. Akizungumza katika hafla ya ugawaji wa hatimiliki za mashamba ya karafuu kwa wakulima wa mkoa wa Kusini Pemba, Rais Mwinyi amesema serikali bado inatambua umuhimu na mchango wa zao la karafuu kwa uchumi wa nchi. Hivyo itaendelea na mipango madhubuti kuhakikisha ongezeko la uzalishaji wa zao hilo. Sasa kwa nini leo tumekutana hapa? Tumekutana hapa kwa sababu serikali inatambua mchango wa zao la karafuu kwa uchumi wa nchi, lakini vile vile kwa uchumi wa wakulima wa zao hili. Kwa sababu tunatambua umuhimu wa zao hili, serikali ilikaa ikatafakari, hivi ni changamoto gani zinazokabili zao letu la karafuu. Tukagundua kwamba kuna changamoto nyingi ambazo zinapelekea uzalishaji wa karafuu kuwa wa chini mno. Hivi tunavyozungumza, uzalishaji wa karafuu hauzidi tani 10,000 kwa mwaka. Ni chini ya tani 10,000. Tukiwa na msimu mzuri tunapata kwenye tani 8,000 hivi. Hii haitupi tija ya kutosha, kwa sababu karafuu ya Zanzibar, Unguja na Pemba ndio karafuu bora katika dunia nzima. Hii inakusudia kwa kiwango chake cha ubora, ina ubora wa hali ya juu. Haya yote yanalenga kuhakikisha kwamba karafuu yetu tunaongeza uzalishaji ili tuweze kuchangia, karafuu ichangie kwenye uchumi wa taifa. Kwa hivyo ndugu zangu, leo tuko hapa, tumekuja na haya mambo. Moja ni kutatua changamoto hizi ambazo kubwa kuliko zote ilikuwa ni umiliki wa mashamba. Ni matarajio yangu kwamba leo wakati tunakabidhi hati hizi, sasa mna uhakika wa umiliki, mna uhakika hakuna mtu atakayekuja kukodisha kwa watu wengine. Muyatunze, muyapalilie, muhakikishe mnapanda mikarafuu mipya, na itakusaidieni kwa maisha na itasaidia uchumi wa nchi vile vile. Nadhani soko la karafuu kwa maana ya bei ya karafuu. Sisi Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, sera yetu tuliamua kwamba mkulima apewe 80% ya bei ya dunia tunayouzia. Siku hizi hakuna kitu cha siri, nendeni kwenye mtandao mtaona bei ya karafuu ya mwaka huu kiasi gani. Hapa Zanzibar 80% ya bei hiyo ndio tunaompa mkulima. Vinginevyo tukiruhusu hilo soko wanaloita soko huria, maana na mimi nimelitafakari, nina uhakika wafanyabiashara wataungana kushusha bei ili mkulima apate kidogo, au wapate zaidi, watajiriki. Kwa hivyo nakuombeeni na kusihini, hii bei ya 80% ina maslahi kwenu, kwa sababu sisi hatutizami tunampa mkulima shilingi ngapi, tunatizama tunauza kwa shilingi ngapi, mkulima apate 80% ya bei hiyo. Kwa hivyo serikali itaendelea na sera hii ya kutoa 80% ya bei ya kuuzia. Kuna mwaka karafuu inafika $8.5, kuna mwaka karafuu inafika $10. Kila itakapokuwa inapanda na mkulima atapewa kikubwa zaidi. Hapa Waziri wa Ardhi na Maendeleo ya Makazi Mheshimiwa Rahma Kasim Ali akamshukuru Rais Dr. Mwinyi kwa maono yake katika utekelezaji wa miradi Unguja na Pemba. Tuhakikishie kwamba kama alivyosema katibu mtendaji, hatutamdhulumu mtu hata mmoja. Kama kawaida yetu, hatuwahi kumdhulumu mtu na tutahakikisha hatutamdhulumu mtu. Kila mwenye haki yake atapatiwa haki yake. Kwa hivyo niwaombe sana wakulima wenzangu, tushirikiane kwa pamoja, kwa sababu sio kama zoezi litakuwa ni rahisi sana. Zoezi linataka mashirikiano ya pamoja,
na ukweli wa pamoja. Tukishirikiana, tukashikamana kwa pamoja, hili jambo litakwenda vizuri, kwa sababu sisi hatuna nia ya kumdhulumu mtu. Hii ni Chum TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mimi ni Subira Salu.